Karibu mpenzi mtazamaji wa Robin Media. Jina langu ni Robin Rachel na ninakuletea habari zilizojiri siku hii ya leo ya tarehe 15 Oktoba. Habari kuu siku hii ya leo ni msiba mzito uliowapata jirani zetu wa Kenya, ambapo Jumatano ya leo ya tarehe 15 Oktoba wameondokewa na shujaa wao ambaye si tu shujaa wao bali ni shujaa wa Afrika, Bwana Raila Odinga. Kifo chake kilitokea kule nchini India katika jimbo la Kerala. Habari zinasema sababu kuu za kifo chake ni mshtuko wa moyo. Habari zinasema kwamba Bwana Raila Odinga alikwenda India kwa sababu ya matibabu aina ya Ayurvedic. Ayurvedic ni neno linalotokana na maneno mawili ya Kihindi, neno ayu likiwa na maana ya maisha au life na neno Veda likiwa na maana ya sayansi. Kwa hiyo maana ya neno Ayurvedic ni sayansi ya maisha. Matibabu haya ni matibabu ya tiba za asili ambayo Wahindi wamekuwa wakiyatumia kwa miaka zaidi ya 1300 sasa. Na ndio matibabu ambayo Bwana Odinga inasemekana alikwenda kuyapata nchini India. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno huko Kisumu nchini Kenya. Hivyo mpaka umauti unamkuta siku hii ya leo, Raila Odinga alikuwa tayari ameshatimiza miaka 80. Miaka yake 80 ya hapa duniani ameitumia kufanya mambo mengi sana makubwa yaliyomfanya kuacha alama kubwa katika siasa za Afrika. Na pia ameacha wafuasi wengi sana ambao leo hii kwao imekuwa ni siku ya huzuni sana. Raila Odinga amezaliwa katika familia ya siasa. Baba yake hayati Jaramogi Oginga Odinga ndiye aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya mara tu baada ya Kenya kupata uhuru. Hivyo masuala ya siasa yalikuwa tayari kwenye damu toka anazaliwa, na alipokuwa kijana tayari akaanza kujiingiza kwenye masuala ya siasa. Nuru ya siasa ilianza kuonekana kwa Raila Odinga toka akiwa chuoni pale Nairobi, na hiyo ilikuwa ni miaka ya 70 ambapo tayari alikuwa anajihusisha na mijadala mbalimbali ya siasa. Mwaka 1982 habari zinasema alikamatwa na serikali ya Kenya na kufungwa jela miaka 6 kwa tuhuma za kuhusika na jaribio la mapinduzi dhidi ya rais wa Kenya wa kipindi hicho aliyekuwa anaitwa Daniel Arap Moi. Tukio hili badala ya kummaliza nguvu ndio lilizidi kumpa nguvu na kumfanya azidi kuonekana shujaa mbele ya Wakenya wengi. Mwaka 1992 baada ya mfumo wa vyama vingi kurudishwa Kenya, Raila Odinga alijiunga rasmi na chama cha baba yake kinachoitwa FORD, yani Forum for the Restoration of Democracy. Baada ya kujiunga na chama cha baba yake, Raila Odinga akafanikiwa kuwa mbunge wa Lang'ata jijini Nairobi. Raila Odinga alipata bahati ya kuwa mbunge katika jimbo hilo kwa miaka 20, na hapo ndipo watu walipogundua ni jinsi gani Raila Odinga ana nguvu katika siasa za Kenya. Mwaka 2001 rais wa Kenya wa kipindi hiko alimteua Bwana Raila Odinga kuwa waziri wa nishati. Habari zinasema nafasi hiyo aliitumia vizuri kwani alifanya mageuzi mengi katika sekta ya nishati. Mwaka 2003 Raila Odinga alichaguliwa kuwa waziri wa barabara, nyumba na ujenzi, na hapa ilikuwa ni chini ya serikali ya Mwai Kibaki. Odinga alisimamia vyema miradi kadhaa ya ujenzi na nyumba za serikali. Mwaka 2008 hadi mwaka 2013 Raila Odinga alipewa nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Kenya, cheo kikubwa kabisa ambacho aliwahi kushika kipindi cha uhai wake. Aliingia katika serikali ya muungano wa kitaifa na Rais Mwai Kibaki baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka 2007. Raila Odinga alishapata nafasi ya kugombea urais Kenya mara 5: mwaka 1997, mwaka 2007, 2013, 2017 na mwaka 2022, lakini kwa bahati mbaya hakubahatika kupata nafasi hiyo, jambo ambalo lilizua mijadala mingi kwa wengi, hasa kuhusu haki za uchaguzi na demokrasia. Tunamuita Raila Odinga shujaa wa Afrika kwani katika kipindi cha miaka 80 aliyoishi duniani pia alipata nafasi ya kuwafanyia kazi wa Afrika kwa ujumla. Mwaka 2018 mpaka 2023 Raila Odinga alipata nafasi ya kuwa mjumbe maalumu wa Umoja wa Afrika, ambapo alikuwa na majukumu ya kuongoza miradi ya maendeleo barani Afrika. Pia alikuwa na jukumu la kuhimiza ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi kati ya nchi za Afrika.
Pia ameshakuwa mjumbe wa kimataifa katika mashirika mbalimbali ya maendeleo na ushauri wa kisiasa. Pia alishakuwa mwakilishi wa Marekani na Umoja wa Mataifa katika mashirika ya ushauri. Kama nilivyosema mwanzo, Raila Odinga alitoka katika familia ya siasa. Nikupe wasifu mfupi wa baba yake. Baba yake alikuwa anaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Alikuwa ni mpigania uhuru mashuhuri sana wa nchini Kenya, kipindi Kenya ikiwa inatawaliwa na Muingereza. Jaramogi Oginga Odinga alikuwa ni mpigia uhuru mwenye sera za kijamaa. Alipinga kabisa swala la ukoloni mamboleo, yani neo-colonialism. Pia baba wa Raila Odinga alihimiza mgawanyo wa ardhi kwa wakulima wadogo, elimu ya bure na maendeleo ya kijamii. Kwa maelezo mafupi ni kwamba sera zake zilikuwa ni sera za usawa kwa wote, jambo ambalo wazungu wengi hawakuvutiwa nalo. Hivyo ikawa ngumu kwa baba yake Raila Odinga kuweza kuiongoza Kenya kama rais wa kwanza. Lakini hata hivyo hatasahaulika kwa mambo makubwa aliyoyafanya Kenya. Tunamwombea safari njema ya mabadiliko ya kiroho hayati wetu Raila Odinga. Kimwili hayupo nasi, lakini kiroho bado yupo nasi. Mazuri yake hayatasahaulika kamwe. Watanzania tunawapa pole sana ndugu zetu wa Kenya. Tunaombea mpite salama katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Jina langu ni Robin Rachel. Usisahau kutembelea YouTube channel yetu ya Robin Media kwa habari mbalimbali za kimataifa. Sasa nikupeleke kule Palestina katika ukanda wa Gaza, ambapo kuna habari kwamba kwa kuwa vita tayari imeisha, kuna bodi inatakiwa kuundwa kwa ajili ya kusimamia Gaza. Na bodi hiyo, tetesi zinasema mmoja wa watu watakao kuwepo katika bodi hiyo ni waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ambaye anaitwa Tony Blair. Na jambo hilo limepewa baraka kabisa na waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Hivi ndivyo inavyosemekana. Lakini Hamas wao wamesema kwamba wanataka kuona bodi itakayoundwa kwa ajili ya usimamizi wa Gaza ndani yake kuwe na Wapalestina. Hata hivyo, mamlaka inayosimamia Palestina upande wa West Bank, yani Palestine Authority iliyo chini ya Mahmoud Abbas, wameonyesha utayari wao wa kutaka kuisimamia Gaza, lakini pia wameonyesha utayari wao wa kutaka kufanya kazi na Tony Blair. Hivi ndivyo habari zilivyoandikwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Lakini hata hivyo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu hayuko tayari kuona Palestine Authority wakisimamia Gaza. Kwa maneno mepesi tunaweza tukasema kwamba hataki wa Palestina wasimamie Gaza, na badala yake anataka kuona Gaza ikisimamiwa na bodi huru ya watu ambao sio wa Palestina. Na hii inaleta mashaka kwa sababu kuna watu wanadai kwamba pengine anataka kuitawala Palestina kwa mgongo wa bodi hiyo. Ndio maana hataki kuona Mpalestina yoyote akiwemo ndani ya bodi hiyo. Hivi ndivyo tuhuma ambavyo zinatuhumu kutoka kwa watu mbalimbali. Sasa moja ya jambo ambalo watu wengi wanajiuliza ni swala zima la Tony Blair ameshamaliza nyadhifa zake za kisiasa kule katika nchi yake ya Uingereza. Lakini watu wanajiuliza kwa nini bado jina lake linatajwa na anahusishwa na mambo mengi ya kisiasa katika nchi mbalimbali duniani, zikiwemo mpaka katika nchi za Afrika. Na hiki ndio kitu ambacho nitakwenda kukiongea leo kwa undani kabisa kwa dakika 20 katika group letu la WhatsApp. Kule huwa ninachambua mambo ya siasa za kimataifa kwa undani kabisa kwa dakika 20 kupitia audio, yani sauti, kila siku, na ada yake ni shilingi 5,000 tu kupata audio hizo. Sasa nitakwenda kuongea kwa undani juu ya taasisi ya Tony Blair, lakini pia ni kwa nini anahusishwa sana na siasa mbalimbali. Ni kwa nini viongozi wakubwa duniani wanamweka mbele katika mambo mbalimbali ya kisiasa, na amekuwa akishutumiwa kwa mengi sana na vyombo vikubwa vya habari duniani. Usikose chambuzi ya leo katika WhatsApp. Namba yangu ya simu kwa mnaotaka kujiunga ni 0745 86 11 07 0745 86 11 07 na 0767 36 90